Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Mheshimiwa Suleiman Masudi Makame amewataka wananchi kuunga mkono juhudi za serikali katika kulinda na kuhifadhi mikoko kwa uchumi endelevu. Ameyasema hayo katika zoezi la upandaji wa mikoko huko Muyuni B, wilaya ya Kusini Unguja, katika maadhimisho ya siku ya misitu duniani. Amesema kuwa serikali inafanya kazi kubwa katika kuhakikisha inalinda misitu hususan mikoko. Hivyo amesema hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa mwananchi yoyote atakayebainika anaharibu rasilimali hiyo. Ninachokiomba sasa kwa jamii, tuwe tayari kuiendeleza misitu yetu. Tumepata neema kubwa hasa katika awamu hii ya 8, katika kipindi hiki cha pili, uwekezaji mkubwa katika sekta ya misitu. Na mimi nimekuwa mstari wa mbele kuwaambia wawekezaji wote ambao wanakuja kuwekeza kwenye msitu, kwa kuwa hawakuamua kuwekeza kwenye jangwa, wawekeze kwenye msitu, kwa sababu kuna msitu, walinde na kuhifadhi misitu yetu. Kwa hiyo niungane na mkuu wa wilaya kupiga marufuku ukataji wa miti, sio katika eneo hili tu, eneo lote la Zanzibar ambalo linasimamiwa na Wizara ya Kilimo na Serikali ya Mapinduzi. Ni marufuku kukata miti ya mikoko. Ni marufuku kukata miti ya mikoko. Na nasisitiza kwenye miti ya mikoko kwa sababu yako maeneo ambayo tunaruhusu kukata miti kwa utaratibu maalumu na kwa kazi maalumu inayofanyika katika maeneo haya. Lakini katika maeneo ya mikoko, yoyote ambaye tutamkamata kwa sasa, na niwaambie Jumijaza tayari tumeanza marekebisho ya sheria. Sheria mwaka 2016 marekebisho yameanza, tunakuja na sheria ambayo itaweka mikakati madhubuti kuhakikisha kwamba tunalinda misitu yetu. Ni miti ambayo inatoa oxygen safi kuliko miti mingine yoyote. Kwa hiyo tuitunze mikoko kwa kulinda pia mazingira yetu. Tulichokifanya hapa ni uchafuzi wa mazingira, ni uharibifu wa mazingira. Mikoko inalinda na kuhifadhi mazingira yetu. Tuwe tayari kulinda na kuunga mkono juhudi za serikali za Zanzibar ya kijani. Naye mkuu wa wilaya ya Kusini Othman Ali Maulidi ametoa pongezi kwa Wizara ya Kilimo kwa kazi kubwa wanayoifanya, ambapo amewataka wananchi kuacha tabia ya kukata miti kwa maendeleo ya nchi. Tunapongeza sana Wizara ya Kilimo, hasa kupitia idara yetu ya misitu na chini ya mkurugenzi na watendaji wote kwa kulitekeleza hili ambalo kwetu sisi ni faraja na ni jambo ambalo linaimarisha ustawi wetu. Lakini kingine ni waombe wananchi, sheha, lakini na kamati yetu ya Jumijaza pamoja na wananchi kwa jumla, tuendelee kulinda misitu ya mrepanda hapa. Hapa nafahamu kwamba kuna kikundi ambacho kinafanya mradi wa ufugaji kaa na samaki, lakini maelekezo yangu na maagizo yangu, inawezekana wapewa kibali kopewa, lakini hapa wanaweza kafuga kaa, lakini swala ukataji miti hili ni marufuku. Kwa sababu leo hii tumekuja hapa tumepanda miti takriban 2500. Sasa miti hii tunataka iimarike. Lakini wao kwa wakati huo huo, kadri mikoko ikiimarika hapa, maana yake ni pazuri pa kufuga kaa. Lakini swala kuja hapa na skaveta tukachimba haya maeneo. Kwanza maeneo haya ukanda huu wa pwani wote huu, si ruhusa kuchimba mawe, sitoridhia kukatwa miti kiholela. Kwa hiyo masha, agizo langu ndo hilo, palipoendelea kuchimbwa ndo pamechimbwa hapo hapo, kuliko bakia sasa basi. Kwa upande wake mkurugenzi kutoka idara ya misitu Saidi Jumaali amesema moja kati ya changamoto kubwa ni ukataji wa mikoko, hususan katika ghuba ya Chwaka na Chake Chake. Hivyo serikali ina mpango wa kuweka ulinzi wa kidigitali ili kudhibiti hali hiyo. Changamoto kubwa mheshimiwa ni ukataji wa misitu ya mikoko, na sasa hivi imekuwa ni balaa, sijui kwa sababu misitu maeneo mengi tumeyajenga au vipi, lakini mikoko hasa huba ya Chwaka, huba ya Chake Chake, mkaa umekuwa mkubwa kutoka kwenye huba ya Chwaka. Watu wanakata mkaa na bahati mbaya kwamba watu wanategemea na maji, wanakwenda na maji wakijua maji yale makubwa wanaingia bila kwa kutegemea kwa kupita kwa mito. Lakini hata hivyo mheshimiwa, na sisi kama serikali tuna mpango tunaukamilisha kwa kuwa na ulinzi wa kidijitali. Mtu anapoingia popote pale tumemkodi mtaalamu kutoka Jamhuri ya Muungano, yupo anatusaidia kukamilisha, na jambo hilo limeivutia serikali kwamba na ile mifumo ya kitaifa pia wametaka tuunganishe na huu ili kuhakikisha kwamba, kwa hivyo wale watu wanaoingia mheshimiwa
basi karibuni tu inshallah, kila mmoja tunaweza kujua wapi yupo na tutaweza kuwadhibiti. Akisoma risala, mjumbe kutoka Jumuiya ya Usimamizi wa Misitu kwa Jamii Jumijaza Rashid Salum amesema wamejipanga kuhakikisha wanashiriki kwa kina katika zoezi la upandaji wa miti kwa kuboresha uchumi wa jamii za vijijini. Wakati leo tunaadhimisha siku hii ya upandaji miti kitaifa hapa Unguja, sisi tutaendeleza kazi za kuhamasisha na kuziwezesha jamii husika kupanda miti hasa ya mikoko katika shehia husika, kufuatia uzinduzi wa msimu wa upandaji miti ambao tumeambiwa wewe binafsi umepanga kufanya leo kwa mwaka huu ambao umeshaufanya leo. Kwa mwaka huu tumejiwekea lengo la kupanda miti 168,000 kwa maeneo yetu ya Unguja na Pemba. Kazi ya kuyatambua maeneo hayo inaendelea vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, changamoto kubwa ambayo kamati zetu za uhifadhi za shehia inapambana nazo ni ulinzi wa rasilimali za misitu kutokana na ukataji haramu. Shida zaidi ni pale wahalifu kutoka nje ya shehia wanapoingia na kuharibu misitu ya wengine. Jumla ya mikoko 2500 imepandwa katika eneo la Muyuni B, mkoa wa Kusini Unguja, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya misitu duniani, na kauli mbiu ya mwaka huu ni misitu ya juu na mikoko ni uchumi endelevu. Mtazamaji, ni Zantime, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.